Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Niseme asante wewe ambaye tayari umesha subscribe, lakini kama bado nikwambie tu, hebu bonyeza maandishi mekundu ambayo imeandikwa neno subscribe uweze kupata video zetu zote ambazo tutakuwa tuziposti kila wakati kunako YouTube channel yetu. Bwana, hii ni Nyundo Info, ni moja kati ya segment ambayo inapatikana kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi ni just kukuletea tu habari vifupi vile exclusive ambavyo vinakuwa vimetokea kuhusiana na watu ambao kwa hakika wana vingi ama wana mengi ambayo wewe binafsi ungetamani uyafahamu ama unapaswa uyafahamu. Mimi nikwambie tu moja kati ya story ambazo zimezua gumzo kunako wiki hii iliyopita ama siku kama 2-3 hivi ni kuhusiana na kuondoka kwa msanii ambaye anafahamika kwa jina la Johnny, mmoja kati ya wasanii pendwa kabisa ambao walikuwa wanapatikana kunako YouTube channel ya Sandra Official kupitia kwenye tamthilia ya Love Me Again. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia hizi tamthilia, kwa hakika Love Me Again sio jina geni kwako. Moja ya tamthilia ambazo zinapendwa kweli kweli. Nyuma screen unaona hapo, huyo ni mkurugenzi, ndiye Sandra mwenyewe, Sandra Official. Bwana Johnny kama anafahamika kwenye tamthilia hiyo, kwa sasa Johnny hayupo na badala yake ameweza kuletwa mtu mwingine ambaye amefanywa replacement kama Johnny mwingine. Na Nyundo TV tuliweza kubahatika kuweza kufika kambini kwao na kuweza kupata mahojiano. Actually tulizungumza na wasanii wote, baadaye tukafanya mahojiano na mkurugenzi mwenyewe Sandra, kama vile ambavyo unaona hapo tulikuwa tunazungumza naye. Na mara baada ya kuweza kumuuliza sababu ama mwanzoni kabisa nilimwambia kwamba Sandra tayari umeshasema Johnny hayupo, ila jaribu kuzungumza kwa mara ya pili kwa wale ambao bado hawajafahamu nini chanzo cha Johnny kuondoka ama kwa nini Johnny hayupo. Moja kwa moja Sandra alisema kwamba Johnny anasumbuliwa na miguu. Yes, Johnny alikuwa ni mgonjwa, ana tatizo la kusimama, hawezi kusimama muda mrefu. Anapokuwa amesimama miguu yake inauma, badala yake wameweza kumpa mapumzisho ili mradi swala zima la matibabu liweze kufanyika. Badala yake wameweza kumchukua Johnny mwingine na kuweza kumfanyia replacement, movie iweze kusimama. Kama unavyofahamu hiki ambacho Sandra amekifanya, wa kwanza sio yeye, wapo wengi, tamthilia nyingi, kazi nyingi, mtu anapokuwa anaumwa ama mtu amepata udhuru anakuwa anaachwa aweze kupambana na hiyo udhuru, mwisho wa siku kazi inaendelea. Vivyo hivyo kama vile ambavyo Sandra alikuwa amefanya. Baada ya kusema kwamba Johnny anaumwa, badala yake akaweza kumleta mtu mwingine akakava nafasi ya Johnny. Watu wakaamini Johnny anaumwa, comment zikawa nyingi, maneno yakawa mengi. Watu wanasema wengi walimuombea, wengi sana walimuombea, bwana tunaombea kwa Mungu Johnny aweze kurejea, mwisho wa siku tamthilia yetu Love Me Again iweze kunoga. Kila mtu dua yake ilikuwa ni hilo. Lakini mimi binafsi niliweza kumuuliza Sandra, ikitokea mathalani Mungu akaweza akamponyesha Johnny ama Johnny akajisikia nafuu, je, ataweza kuendelea na Love Me Again? Mtaweza kumpokea? Sandra alikiri kusema kwamba Johnny ikitokea kwamba atapata unafuu tutaweza kumuona. Nikatoka na hilo, watu wengi tukaamini kwamba Johnny anaumwa. Hata mashabiki na hakika waliamini hivyo, Johnny anaumwa. Lakini sitofahamu ilitanda kwenye baadhi ya mashabiki, wakawa wanajiuliza kama ni kweli Johnny anaumwa. Kila mtu anaongelea kwake, mwingine anasema sio kweli bwana, Johnny haumwi, mwingine anasema Johnny anaumwa kweli. Lakini mwisho wa siku kama unavyofahamu, mtu akiwa anakipenda kitu, watazamaji wa Love Me Again hawakuacha kuendelea kumsupport Sandra, hawakuacha kuendelea kuitazama Love Me Again. Waliendelea kuitazama kwa sababu mmoja akitoka si kwamba jambo linakuwa limekufa. Watu wakaendelea kufuatilia tamthilia ya Love Me Again. Lakini siku kadhaa zilipita, baadaye Johnny aliweza kuonekana kunako tamthilia ya Last Chance, moja kati ya tamthilia ambazo zinafanya vizuri kweli. Kama utazungumzia tamthilia ambazo zinafanya vizuri kwenye ukanda huu wa YouTube na ukakosa kuitaja Last Chance, bila shaka utakuwa unakosea. Tuwape maua yao, wana wamepambana, wana wamewekeza, kuanzia pesa mpaka maarifa. Johnny alionekana kunako episode kama ya kwenye 60 na kitu hivi kama sikosei, episode ya 55. Yes, Johnny amekuwa ameonekana kunako tamthilia ya Last Chance kwenye episode ya 55, ambapo kama utakuwa umetazama vizuri, Johnny aliingia kama fundi wa IT akiwa sebleni hapa, ambapo alikuwa amekaa baba yake na Raji. Baba yake Raji ambaye ni Sando, babake huyo na Chike walikuwa wamekaa sebleni. Lakini kama unavyofahamu kwa sasa kinachoendelea sasa hivi ni alikuwa anatafutwa IT wa kuanza kufanya mambo fulani hivi wakiwa hapo sebleni. Baba Johnny amini kwamba baba yake na Raji akiwa na mpenzi wake, kwa maana kwamba mama yake na Raji ambaye pia ni mama yake na Chike wakiwa wamekaa sebleni. Mara ghafla Johnny akaingia. Sini ya kwanza Johnny kuonekana mara baada ya kuweza kutoka kwa Sandra, aliweza kuonekana
kwenye Last Chance akiwa amebeba begi mgongoni. Babake na baba yao na kina Raja akaweza kumtambulisha pale, bwana karibu hapa ndo nyumbani. Mwisho wa siku akaweza kumtambulisha John kwa familia yake, kwa maana kwamba baba yao na kina Raja alimwambia Chike pamoja na mpenzi wake kwamba bwana huyu ndo anaitwa John, ambaye ndiye fundi mwenyewe mtaalamu ambaye ni IT. John kwa mara ya kwanza tuliweza kumuona hapo. Kitu pekee ambacho nilitamani nikwambie mfuatiliaji wa YouTube channel yetu Nyundo TV, kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa unajiuliza kwamba wapi John yupo, lakini kwa sasa rasmi John ameonekana kunako tamthilia ya Last Chance kupitia kwenye episode ya 55. Nimejaribu kutembelea baadhi ya comment kwa mashabiki ambao kwa hakika wanaonekana ni wapenzi wa John. Mtu wa kwanza kustuka alisema waliopata bahati sio hii kumradhi. Mtu wa kwanza alisema najaribu kutafuta comment ambayo inahusiana na vile ambavyo watu walikuwa wamemiss John na hatimaye kuweza kumuona kwenye tamthilia hii ya Last Chance. Wa kwanza anasema kama namuona John wa Love Me Again like hapa, kwa maana kwamba kama kuna mmoja yote ambaye amemuona John wa Love Me Again like hapa. Watu kaangusha comment kama 200 hivi. Design ya watu ambao wamemuona John wamekili kwamba tumemuona John kuna tamthilia hii ya Last Chance. Mwingine akasema jamani John wetu, akaanza kufurahi kwamba wanafurahi sasa kumuona John kwenye tamthilia Last Chance. Mwingine kana mbali zaidi akasema mbona kama namuona John wa kwenye Love Me Again? Huyo akaanza kushangaa inakuwaje John namuona huko. Mwingine akasemaje hapa? Mwingine akasema natafuta comment nyingine ambayo inamhusisha John hapa. Yes, tangu nianze kutazama Last Chance hapana. Jamani nimefurahi kumuona John kwenye ndani ya Last Chance. Huyu anaonyesha vile ambavyo amefurahi yeye kuweza kumuona John ndani ya Last Chance. Nakutana na comment nyingine anasema kumbe John ni mzima. Sandra ametudanganya. Shabiki huyu amecomment kwamba Sandra aliwaambia kwamba John anaumwa miguu hawezi tena kushuti, kumbe John ni mzima. Ukienda sasa kwenye reply ambazo zilizopo anasema kwa kweli huyu amesupport kile ambacho mwenzake amekisema. Unasema usijali, nimemuona tena John wetu. Unasema hata mimi nimeshangaa kumuona John ikiwa Sandra alisema John anaumwa hawezi kusimama kwa muda mrefu. Mwingine akasema Sandra amekosa pesa ya kumlipa John, ni kama Duma amekosa pesa ya kumlipa RK. Yes, mwingine akasema kwamba nimefurahi kumuona John. Bana, hii ni taarifa ambayo binafsi nilipanga nikuletee kama mfuatiliaji wa YouTube channel yetu ya Nyundo TV, lakini si busara kama tutayaacha haya mambo yapite. Wacha tumtafute John tuweze kuzungumza naye. Kama tutafanikiwa kumpata aweze kutuambia vile ambavyo ukweli upoje. Hii hapa John, namba yake kama vile ambavyo unaona. Yes, John. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Bwana John hapatikani bwana. Nilitamani nizungumze na John walao atuambie nini sababu ambayo imepelekea yeye aweze kutoka kwa Sandra na kuja kuigiza kwenye tamthilia ya Last Chance. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo binafsi nilipanga nikuletee kama moja kati ya watu ambao wanatufuatilia hizi tamthilia za YouTube. John ambaye ilikuwa inasemekana kwamba anaumwa, John ambaye Sandra alisema kwamba anaumwa miguu, hatimaye ameweza kuonekana kwenye tamthilia ya Last Chance ambayo inapatikana kwenye YouTube channel ya Chinga Media. Kama bado hujaiona, unaweza kuitafuta uweze kuitazama, lakini usisahau kutuachia comment yako kwa chini hapo kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. John yupo kwa Sandra, lakini John yupo kwenye tamthilia ya Last Chance. Unahisi kwa nini nimeweza kumtafuta John nimemkosa? Lakini natamani nipate maoni yako, natamani nipate comment yako. Binafsi unaamini kwa nini John ameondoka kwenye tamthilia ya Sandra?